Kwa mara nyingine tena, Mshindo TV tumefunga safari moja kwa moja mpaka katika mtaa wa Kwarara, shehia ya Kijitopele, kwa Bwana Swaleh Khatibu Abdallah, kwa lengo la kutaka kufahamu maisha yake halisi na changamoto gani ambazo anazopitia katika maisha yake. Lakini ikumbukwe kuwa mtu huyu ni mtu mwenye ulemavu wa macho, lakini hapo awali alikuwa anaona mara baada ya homa ya churua iliyomsababishia tatizo hilo la kutokuona. Jina langu ni Hassan Saidi, lakini nyuma ya kamera ni Ashura Mzee. Kwa faida ya mtazamaji ambaye anatizama mahojiano haya baina yangu mimi na wewe, angependa kujua jina lako hasa ni nani? Kwa majina naitwa Swaleh Khatibu Abdallah na ni mkazi wa Kwarara. Ni mkazi wa Kwarara. Mimi ndiye mtoto wa kwanza katika familia yetu. Baba na mama nao wapo hai au tayari wameshatangulia mbele yake? Baba yuko hai, lakini mama yangu ameshatangulia mbele ya haki. Inshallah. Baba husika vipi kwenye maisha yako hasa katika kipindi hichi ambacho wewe upo nacho? Baba yangu kusema ukweli bado niko pamoja naye, hajaniacha mkono, lakini anatamani kunisaidia makubwa na zaidi, lakini wake sasa hivi kubwa ni ushauri, kwa sababu kiuwezo wa kufight wa kunisaidia nitasema hana, kwa sababu baba yangu pirika zake ni anajishughulisha na uvuvi. Sasa kipato chake nitasema ni cha chini, si cha uwezo kwamba anisaidie kiivo. Kwa nitasema ni baba yangu, lakini ni mtu ambaye kuwa yuko hali duni kabisa. Okay. Na baba ni mkazi wa wapi? Kazaliwa wapi? Baba yangu ni kazaliwa Ole Wandani, ni Pemba. Lakini ndo anaishi Zanzibar, lakini asili yake pia iko Pemba. Kwa hiyo na wewe umezaliwa hapa Zanzibar huko kwa Pemba? Mimi nimezaliwa hapa Zanzibar. Tuje kwenye suala la hali yako, sababu ni mtu mwenye mahitaji maalum kwa sasa. Mtihani huu ulizaliwa nao ambao Mungu akujalia, au ulizaliwa mzima ndipo ukapata mtihani huu wa mahitaji maalum? Mtihani huu kwa kweli nilizaliwa mzima na nilizaliwa na macho kamili, macho mazuri tu, lakini mwisho wa siku baada kufika siku kadhaa kwa kweli nikaanza kusikia baridi. Baada ya kusikia baridi, ile baridi ikazalisha homa, nikapata homa. Baada ile homa ikawa kali sana, lakini mwisho wa siku ile homa ikazalisha aina vipele, lakini mwisho wa siku kumbe vipele vikabainika kwamba ni churua. Kwa hiyo baada kwa ni churua nikapelekwa hospitali kule, nikatibiwa hivi na vile, lakini baadaye nadhani ikashindikana, hizo churua zikaanza kutunga kwenye macho. Jicho la kwanza likaanza kutunga, lakini mwisho wa siku likaja likamalizia jicho la pili. Kwa hiyo kimfumo wa mie kwa hali hii, chanzo nitasema ni churua. Pole sana. Asante. Umeshaoa au bado? Na kama umeshaoa una watoto wangapi? Na kama bado hujaoa, lini una matarajio ya kuoa? Kweli mimi nishaoa na nimebahatika, nimepata watoto wawili. Kwa hiyo mimi nishaoa na nina watoto wawili mpaka sasa hivi. Mashaallah, hongera sana. Sehemu ambayo unaishi ni ya kwako au ni ya mtu binafsi ambao kakuhifadhi? Kweli sehemu ninaoishi mimi sio ya kwangu, ni sehemu ambayo kuwa nimeazimwa kwa muda. Nilienda kwa mwenyewe baada kuona hapa kujihifadhi sina, basi nikamuomba mwenyewe kwamba anihifadhi kwa muda. Na maana kusema kwa muda nilipanga, sababu unavyopanga wewe sivyo anavyopanga Mungu. Nilimwambia, nilijiamini kusema niazime kwa muda kwamba hapa mie na kiwanja changu, nadhani hichi kiwanja ndo hapa ndo hapa nilipo hicho kiwanja, kwamba nilitegemea niishi kwa muda kidogo ili angalau nipate stara ya kuishi, yani namaanisha kwamba nijenge foundation
nipate angalau chumba kimoja na ukumbi. Nilitegemea kwa hivyo, na nilihangaika sana kusema kweli kutafuta wadhamini waweze kunidhamini ili angalau nifanikiwe, lakini kwa kweli bado nimegonga ukuta. Sasa lakini mwisho wa siku tukakaa mle ndani, kusema kweli ilikuwa hilo banda halina umeme, nikaomba watu wakanitilia umeme, nikakaa. Na hilo banda lilikuwa kidogo liko bovu, tukalisafisha safisha, ndo nikaanza kukaa. Lakini mwisho wa siku unajua tena binadamu tunatamaa. Baada ya kuona lile banda sasa linakalika, binadamu kubadilika ni mara moja, akaanza kusema ikifika sehemu mwezi wa 7 basi hapa sisi tufanye vyote lakini tumpishe mwenyewe. Kwa changamoto ya kwanza kwamba makaazi, kwamba sina kiwanja changu ndo hicho, lakini mwisho wa siku sijapata mafanikio mpaka sasa hivi. Pole sana. Wakati mnakabidhiana hapo na kukuhifadhi, mlikubaliana kwa njia ya maandishi au kwa njia ya maneno? Kwa kweli nitasema hapa kidogo kama nimefanya uzembe, lakini unajua tena ndo unajua kitaka binadamu tumezaliwa na pupa, kwamba sikukubaliana naye kimkataba, wala yani sikukubaliana kwamba labda nimeweka labda nikamuita mfano sheha ili itakuwa nimekosea. Tumekubaliana ni mie na mke wangu, tukachukuliana kwamba tutakubaliana kibinadamu, lakini ndo mwisho wa siku akaja akatubadilikia. Sawa, natamani kufahamu ukaribu wako na majirani zako ambao unaishi nao hapa ukoje? Kwa hapa nitasema ni VIP. Nitasema wako majirani wapo karibu, lakini wapo majirani ambao kwa hatuko karibu kiivo. Kwa mfano kama pengine utafikwa na shida kuomba chumvi, basi uombe nyumba nyingine, lakini sio ile ambayo tulogandana nayo. Nitasema tuko karibu, lakini kuna wengine ndo tunaishi ki VIP. Pole sana. Nimekuuliza hivyo kwa maana ya kuwa inasemekana kwamba kuna siku mliibiwa. Hebu tuelezee kwa uchache namna ilivyokuwa kidogo. Namna ilivyokuwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatano. Tulilala usiku, mke wangu akashtuka akaniambia nimpeleke toilet, yani nipeleke chooni. Lakini mwisho wa siku ile anatoka tu anaona meza tu nyeupe, ambapo kwa meza hiyo ilikuwa mna sabufa, jagi la kuchemshia maji, mna blender, mna TV mbili, moja ya chogo moja ya flati. Kwa takriban ya vitu vingi, tukapiga tathmini pale si chini ya vitu vya 600 mpaka 7. Tukashtuka ile meza kwa kweli imeachwa nyeupe kama ilivyokuwa, na huyo aloiba lile shuka lilotandika akalitandika vile vile, yani ni mwizi ambao kwa nitasema kama ni mwizi mwenyeji. Kwa hiyo hakutaka labda kuiba vitu vya zaidi, lakini zaidi alivyotuumiza kwamba ni vitu vya umeme ambavyo kwa hivi si kama nilipata mie kama mie hivi, kwamba mtu alikuwa akinigaia 20, nikipata labda 30 tulikuwa tunachanga tunanunua kimoja kimoja ili angalau nipate taarifa zile za taarifa habari, sababu mimi ni mpenzi sana kusikiza hizi siasa, taarifa habari, ni mpenzi wa mawio pia. Kwa hiyo nikaona natafuta habari kwa namna moja ama nyingine, na walivyokuwa wamenihasidi zaidi wakachukua mpaka waya za charge, remote. Yani kwa kweli walijipanga, kwa hiyo walituacha na huzuni kubwa sana. Kwa hiyo walituibia saa 9 za usiku kwa kweli. Pole sana kwa mtihani huo. Najua unapitia mengi magumu, lakini Mungu ana makusudi yake pia. Sasa tuongee lolote chochote kwa serikali na kwa watu binafsi kuhusiana na maisha yako, namna gani waweze kukusaidia kwa namna yao na wao. Tuongee lolote chochote. Kwa kweli kupitia hapa nashukuru kwanza kwa kuipata hii fursa, kwamba kwanza serikali yangu kwa ujumla, kabla kutaja majina, naamini serikali ni sikivu, na rais wetu pia Dr. Ali Hassan Hussein Mwinyi, naamini na ndio inavyokuwa kwamba anachapa kazi, na pia naamini jitihada zake, anangarisha barabara, anangarisha Zanzibar, nashukuru. Lakini ninachotamani kwamba na yeye aje aningarishe na mimi, anisaidie, kwa sababu mimi raia wake. Nitasema kila mmoja analia na mama yake, lakini kiupande wangu mimi nalia na yeye.
nalia naye kwamba kilio changu kwanza anisaidie, hali yangu ni mbaya. Ni mbaya kwanza kiumaskini. Ni hali yangu ndo ni mlemavu, ingawa nishashukuru kwa alichonijalia Mungu, lakini nahitaji sasa achukue fursa ya kwanza anisaidie. Lakini watendaji pia wake wa rais, kuanzia mheshimiwa dada yangu Riziki Pembe, na ilimguse hili, ni mlezi wanawake na watoto, lakini na hili limguse yeye, limguse mkurugenzi wake Bisiti. Lakini pia nitakuwa mchoyo wa fadhila, pia natamani kwamba naye limguse mkuu wa wilaya, mheshimiwa DC huyu Hamida, mheshimiwa Hamida, ili naye limguse, na yeye pia aje nisaidie. Lakini nikija katika sekta binafsi naye ije nione wamo matajiri humu, wasisaidie tu mipira. Sisemi wasisaidie, lakini wasiekeze tu katika mipira, waekeze wa wanyonge kama sie tunalia. Tunaye Bosi Bopa yupo, Saidi Bahresa yupo, tunasikia misaada yake anatoa. Suma pia yupo, tunasikia misaada yake anatoa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine natamani aje nione naye. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Idrisa Kitwana naye anisikie, aje nisaidie kilio hichi. Lakini pia nisije pia nikasahau fursa hii, nitaitoa mpaka kwa wasanii wapo pia wenye pesa, na hata kama hawana pesa, mtu akija akisema tu anatoa vifaa vya kujengea Messi, lazima pesa. Mtu akisema ajaone kiwanja, ajasaidie vifaa, nisaidie kiushauri, lakini uendane na kunisaidia. Kwa nikisema wasanii, naye dada yangu Zuhura pesa sasa hivi anajipatia kipato, naye aje nione, nisaidie. Tunaye timu ya Wasafi ile Diamond. Diamond naye ni mpenzi sana kusaidia wanyonge. Kwa hiyo hii pia naye aje nione. Nikisema timu ya Wasafi sina maana kuitaja yote. Kwa hiyo kikubwa hapa ninachosema kwamba haijalishi una uwezo kiasi gani, ule uwezo uliokuwa unao, basi hata kama utasema mimi nampa 10,000 ile ikizalisha, basi tayari shapata saruji. Kwa hiyo mnyonge nitasema anaweza akaja kasaidia, mtu mwenye uwezo anaweza akaja kanisaidia. Serikali, timu za mipira hizo zilokuwa Simba na Yanga, pia zinaweza zikasikia kilio changu, makocha wale wakurugenzi, hata hii watu wachezaji wa Azam, Faitoto pia nasikia. Kwa hiyo nitasema na kempu nyingi naweza kuzitaja, lakini hasitoamaliza kilio hicho. Akisikia waje wanisaidie ikiwezekana, inshallah. Sawa. Kwa namna hiyo nafikiri mtazamaji ambaye anatizama mahojiano haya hataweza kuacha swala hili la kutoweza kukusaidia kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo nikushukuru sana. Asante sana, nyinyi nawashukuru kwa kufika watangazaji, na muwe na moyo huo na msichoke kunifika hatua kwa hatua, basi nitahitaji ushirikiano na nyinyi. Sawa, asante sana. Mtazamaji wa Mshindo TV, kama tulivyoweza kumsikia Swaleh Khatibu Abdallah, mkazi wa Kwarara, kwa namna yake na maelezo yake pamoja na kilio chake. Kwa hiyo mtazamaji ambaye unanitazama muda hapa, kama una uwezo wa lolote chochote, usisite kuweza kuja kumuona bwana Swaleh hapa kwake, kwa sababu maisha yake nayo kidogo si mazuri kiupande wake. Jina langu ni Hassan Said, lakini nyuma kamera ni Ashura Mzee. Hii ni Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.